Sema okay, twende tukafanye maboresho kwenye hayo maeneo ambayo wenzetu wa trafiki wanasimamisha magari kwa ajili ya kutunza usalama. Kwa hiyo tulianza na pale Inyala, nafikiri mnakumbuka, tulipanua ili kuhakikisha kwamba magari mengine yanapata nafasi ya kupita sehemu nyingine bila kukutana na mengineyo. Kwa hiyo kama mnavyoona pale Mlima Nyoka hivi. Pale Mlima Nyoka sasa hivi hakuna kusubirisha magari na hakuna foleni pale. Lakini si pale peke yake, kulikuwa na maeneo mengine. Sehemu nyingine ni hapa tulipo Shamwengo. Hapa napo pale chini kama mtaangalia kuna wenzetu wa trafiki wanasimamisha magari kwa sababu hiyo hiyo. Kwa nini? Kwa sababu huu mlima ulioko hapa nyuma yangu mara kwa mara unakuwa na ajali nyingi sana. Na ajali ya mwisho kama wote tutakumbuka ilisababisha magari 6 yalipata ajali kwa wakati mmoja hapa. Kwa sisi kwa ajili ya kuboresha usalama wa barabara, lakini pia kuondoa hiyo foleni ili haya magari yanayosimamishwa hapa yasifike kule mjini kwa wakati mmoja, ndio tukasema na hapa napo inabidi tufanye kama tulivyofanya pale Mlima Nyoka. Mkoa wa Mbeya tunafahamu tuna mradi mkubwa wa kutoka Saraga kwenda Ifisi kilomita 29 na mwingine anaweza kufikiri kilomita 29, lakini kwa sababu ni njia 4 tunazungumzia kwenye kilomita karibu 56 ambazo serikali imeweka fedha hapa kuhakikisha miundombinu inakaa vizuri. Tunafahamu tumetoka majira ya mvua, sasa tuko kwenye majira ya jua. Tayari serikali imeshampa maelekezo kandarasi arejee kwenye maeneo muhimu yote ambayo yanatakiwa yaendelee kutekelezwa, ikiwa kwa sasa nafikiri tulikuwa na madaraja mawili pale aendelee kuyatekeleza kwa sababu diversion ilikuwa inasumbua na zile vumbi zinatokea eneo hile. Sasa tuna amani kwamba sasa akianza kutekeleza maeneo yale yatakaa vizuri. Rais ameelekeza mkoa wetu kuhakikisha tunaondoa changamoto ya foleni kwenye miji, lakini pia kuondoa changamoto ya maroli kwenye mji wetu. Ukianzia Igawa kuja Mbeya kuja Ifisi tuna vikwazo ambavyo tunaviona. Nafikiri mmeona jitihada za serikali eneo la Inyala ambapo ni Shamwengo pale. Gari zinakaa pale zaidi ya dakika 40 mpaka saa nzima mpaka saa nyingine masaa mawili. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo mahususi kuhakikisha eneo lile tunalifungua ili gari zisiendelee kusimama pale. Umeona hizo jitihada zinafanyika kwa misingi ya kurekebisha ujenzi wa njia 4, kwamba tukiwa na gari chache zinazopita mjini ule ujenzi utakuwa ni rahisi kujenga, kwa sababu kwa sasa hivi tunakuja na gari nyingi kwa mpupuo. Sasa zikifika na mjini bado zinaonyesha kuwa na jamu. Sasa kitendo tunachokifanya kule ni maandalizi makususi ya kuhakikisha sasa ujenzi wa barabara hii ufanyike bila kuwa na shida ya magari au mkwamo wa foleni ndani ya katikati ya jiji. Lile eneo la kuboresha pale Inyala na Mlima Nyoka ni zaidi karibu bilioni kadhaa kuanzia 2 kuendelea zinaenda kuwekwa pale na tayari zimeshaletwa na serikali kuhakikisha tunaondoa ile changamoto ambayo imekuwepo. Na imekuwepo ni kwa muda mrefu kwa sababu wananchi walikuwa wanapata shida wakati huo. Serikali na nakumpongeza sana Rais wa nchi kwa kutusikiliza sisi wakazi wa kijiji cha Mbeya wilayani ambao ni Mbeya vijijini kwa ajili ya kuitanua barabara ambayo imesababisha kupotea kwa ndugu zetu wengi ambao ni wakazi wa nchi, ambao ni sababu waathirikaji wa kisaikolojia ambao tumeupata kwa matatizo makubwa sana ya ajali zilizotokea hapa. Tumebakiwa na watu wengi sana ambao wamebaki ni yatima, wengine wajane, lakini kweli nampongeza sana ambao yupo madarakani pamoja na engineer aliyompa upano wa kufikiria upanuzi wa barabara kwa kijiji hiki pamoja na makazi haya hapa. Nishuhudia mimi ipo ile pesa 2 ambao ni Super zimeua sana hapa na malori yameua sana na viongozi wengi ambao wametoka huko wamekufa kupitia eneo hili hapa. Mazingira haya kweli alikuwa sio salama kwa sababu barabara hii imeua watu wengi sana na malori yamedondoka ni mengi sana, hata tukitaja idadi nadhani
Kwa kweli hapana, ni nyingi mno. Kwa hiyo sisi kwa mtazamo tulipofika leo tumeona ni sahihi kwa ujenzi ulioanza, ni mzuri zaidi. Nafikiri ikiendelea hivi itapendeza hata kwa sisi wenyewe jamii hapa. Magari yanayotoka huku yanayoshuka na yanayopandisha, haya kama yatakuwa yanapandisha huku itakuwa afadhali, kwa sababu haya magari kama yanaongozana yote kwa pamoja hapa nakutana hapo babani, lakini hapa ni sehemu ambayo haiko salama kwenye mteremko huu. Kwa hiyo yakipandisha huko mengine itakuwa afadhali sana. Mahala ambapo panatoaga ajali nyingi katika kijiji hiki. Mimi serikali naishukuru sana kwa kuweka miundombinu mizuri ya kupanua barabara hii, njia karibu zitakuwa 4 kwa daraja hili. Kwa hiyo nashukuru serikali kuweza kuweka miundombinu hii kwa ajili ya kuepusha ajali, ili magari yanayotoka chini yapandishe peke yake na magari yanayoshuka kutoka huko juu yashuke peke yake. Hapa ndipo ajali zinapotokea mara kwa mara, haiwezi kapita mwezi hakujatokea ajali. Kwa hiyo mimi naishukuru serikali kwa kuweza kuepusha ajali. Tumepoteza vijana wengi hapa ambao walikuwa ni tegemeo la taifa hili. Kwa hiyo kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.